Mtazamaji wangu, taarifa ifuatayo hii ni ile kile siku nakwambia. Chukua simu yako ya smartphone, jirekodi, kisha ututumie na tutakupanga. Kuna bwana mmoja ametutumia, wacha tumpange. Na wakazi kutoka vijiji vya kambi wa Gema na Kaoroko katika eneo bunge la Kapseret, kaunti ya Uasin Gishu wamejitokeza kulalamikia kutokuwa na nguvu za umeme kwa zaidi ya wiki sasa. Ni jambo ambalo anasema limesitisha na kuathiri biashara nyingi na kusababisha kuongezeka kwa hatari ya usalama, kwani visa vya wizi na uvamizi pia wameweza kushuhudia kipindi hicho. Mwanahabari wetu hii leo ni Jorai Wekesa ambaye ni mwanafunzi wa wanahabari kutoka chuo cha Anwai cha ufundi cha Eldoret. Tazama. Naomba watu wa Kenya Power wakuje watusaidie, watuletee transformer ndio iliweza kupata shida. Ni Lucy Ngendo, mfanyabiashara na mmoja wa wakazi wa kambi wa Gema, mtaa wa Langas, kaunti ya Uasin Gishu, akilalamikia ukosefu wa umeme ambao umedumu kwa muda wa takriban mwezi mmoja sasa. Akiwa ni mfanyabiashara hapa, mbali na giza kwake, umeme umemletea hasara chungu nzima, na hata shule zinapokaribia kufunguliwa, Lucy bado yupo katika njia panda. Tunalipia nyumba, hatuna pesa ya kulipia muda kwa hizo miezi 3. Pesa nitatoa wapi ya kulipia rent? Watoto wetu wanahangaika, shule ziko karibu kufunguliwa, hatuna pesa, tutatoa wapi pesa? Licha ya wao kuchukua hatua za dharura na kupeleka malalamishi kwa shirika la umeme nchini Kenya Power, majibu ya ngoja inaendelea kuwaumiza matumbo. Na watu wanaumia, kazi pande hizi zimesimama, watu wanashindwa wataanzia wapi. So tunaomba tu tushughulikiwe. Hata sisi mahali hapa tuko na visiagi mahali hapa, watu sasa wanashindwa mahali ambapo vile watapata hata unga. Unakuta mtu ako na mahindi kwa nyumba lakini atalala njaa. Ikuwa ni mwezi mmoja ya wakazi wa kambi wa Gema na Kaoroko kuishi katika giza, wanaweza kuiomba serikali kuingilia kati ili umeme wao uweze kurejeshwa, kwa sababu imechangia kudorora kwa usalama eneo hili. Nikiripotia NTV mashinani, langu jina Jorai Wekesa.